pale kwenye lile tambara lile, hivi alimuona ng'ombe pale? Kwa sababu katika maono kama vingekuwa mbuzi, na hakika mimi kwa imani yangu na hakika angeenda angechukua katika hayo maono, si ndio? Angesema sikaona pasi, anaambiwa aamke akachinje. Sasa ingelikuwa kama kuna ng'ombe kwenye ile tambara, si analiwa? Asingesema vyote ni najisi. Kwa hiyo vilivyo kwa kwenye tambara vyote vilikuwa najisi. Kwa hiyo kuona cha kufanyaje? Chakula. Je, Biblia inasema katika Hosea, Mungu sema kwa mifano. Hosea, Mungu sema kwa mifano. Na manabii wake kwa mifano. Na pasipo mifano Kristo akufanya chochote. Sasa je, ule mfano wa lile tambara na viumbe vilivyo kwa mle ndani wa Matendo 11. 11 ngapi? Matendo 11 ukisoma moja yote inakueleza kisa cha wale wanyama walifananishwa na watu wa nini? Wa mataifa. Kwamba wa mataifa walifananishwa na watu najisi, wasiokuwa na Mungu, waliokuwa wachafu. Ndivyo Petro akasema, niliaswa na Bwana nisimte mtu yote najisi ama mchafu. Ila walaji wakasema vyote viko sawa ukisema hivyo huko. Lakini je, muktadha mpaka Petro alikiongozwa na Roho kwenye kufafanua ule yale maono, anasema ni nini? Alisema ni maono yakilinganishwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Biblia imesema mtu anaweza kufananishwa na mbwa, mtu akafananishwa na mti. Bwana Yesu asifiwe. Ni lugha za nini? Za Biblia. Mtu anaweza kufananishwa na mti, Nebukadneza alifananishwa na mti mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila kitu kina muktadha wa kwenye kujifunza. Kwa hiyo andiko linatumika nini? Vibaya. Kwa mfano, Kolosai. Pia hilo nalipenda. Wakolosai 2:16 anasema mtu asiwahukumu nyinyi kwa habari ya vyakula, wala vinywaji, wala sabato. Si ndio? Wala mwandamo wa mwezi. Sasa ukimuuliza hivi, utakuta mtu mchungaji anakuwa alafu anasema kasoma teolojia. Unamuuliza ndio umesoma teolojia, mafundisho ya Biblia. Wana wa Israeli walikuwa na sikukuu ngapi? Walikuwa wana miandamo ya mwezi kweli? Yaani mtu kaenda akasoma, lakini anashindwa kujua kwamba wana wa Israeli walikuwa na miandamo, si ndio? Hata Waislamu wanakuambia kuna Idi. Mtafasiri kwenye unaona? Sasa miandamo, sasa mimi nawaambia hivi, kuna vinywaji, si ndio? Kwa hiyo mtu akipiga bia si kinywaji bia si kinywaji kabisa. Wanavyoweka si kinywaji kabisa. Lakini mbona anakataa kunywa bia? Wao wameona sabato, yaani pale unachokimbia wakishaona kuna neno sabato unajua kila sabato ni sabato. Kumbe kuna sabato ya miachilio, kuna sabato za kupumzisha mashamba, kuna sabato ya amri ya 4. Kwa hata mtu kutofautisha anafanyaje? Anashindwa. Kwa sababu ni mlafi. Tito anasema Wakrete ni walafi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mlafi siku zote aachi kuacha kula, ni mlafi. Kwa hiyo walafi pia hawana sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia ulafi ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unaacha kile ambacho Mungu amekitakaza. Nimalize mafungu yangu afu twende. Kolosai hiyo. Alafu tuje katika Matendo 11 tumesoma umepita juu kwaje? Nimepita juu kwaje? Kama fast jet. Haya, twende Wakorintho wa kwanza 6 tumesoma Ngapi? Wakorintho wa kwanza 6. Wakorintho wa kwanza 6, 12 na 13. Hatujasoma. Soma hilo. Vitu vyote ni halali kwangu. Naam. Lakini si vyote vifaavyo. Wewe ni bwana nani? Paulo. Huyo Paulo msomi. Ambaye kidogo Petro mwenyewe anakiri. Ili bwana ni msomi, anasema watu wengi wamefanyaje? Wamepotosha nyaraka za nani? Za Paulo. Petro alisoma nyaraka za Paulo, akajua nyaraka zake, anasema kichwa chako kidogo zimefanyaje? Kimetulia. Nje ya hapo utatoa matango pori. Huyo ni nani? Bwana Petro anakiri nyaraka za mtumishi mwenzake kwamba ni nini? Ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu. Kwa hiyo watu wasiokuwa na elimu usipotoka anapopotoa maandiko mengine. Kwa hiyo Paulo anasema vitu vyote ni halali kwangu. Lakini hata utiwa chini ya vitu. Lakini anasema lakini si vyote vifaavyo. Sasa kama ni mtu msomi tunaelewa, anasema vitu vyote, tena kama anajichanganya hivi, vitu vyote ni halali. Kweli mwanadamu vitu vyote vilikuwa halali. Aliambiwa vitawale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio vyote aliambiwa atumie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vitu vyote ni halali, si ndio? Lakini sio vyote vifaavyo. Vifaavyo. Kwa hiyo kuna ambavyo
vinaliwa na visivyo liwa. Kwa hiyo Paulo kwa ni msomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mtu anapomtumia Paulo kwenye vyakula lazima awe msomi. Ndio maana Petro alitoa muktasari kwamba tuangalie sana nini? Nyaraka za Paulo kwa makini. Kwa hiyo tukimalizia Marko 7:7. Marko 7:7. Waniabudu bure, ndio wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa nina kitabu hapa. Hichi kitabu imeandikwa changamoto kwa Wakatoliki kwa siku hizi. Kimetolewa ili kuwasaidia kujibu changamoto wanazokutana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nitaka nukuu tu kitu kimoja afu tujadili pia, kama mtakuwa mna michango. Anasema hivi anasema ukurasa wa 47, anasema pombe. Sura inaitwa, sura nzima imepewa kisa cha pombe, si ndio? Kuna vinywaji na chakula. Anasema msidanganyike, washerati na hawataurithi ufalme wa mbinguni, wala walevi. Nimeelewa Kiswahili? Angalia tafsiri zinazowekwa hapo. Wakorintho 6:9-10. Moja ya matunda ya mwili katika orodha ya Paulo ni ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Ulevi wa pombe unatafsiriwa kama mtumiaji wa pombe kupita kiasi. Kama nasema ulewe, wanatumia ile Efeso kama 5:10 anasema msilewe kwa mvinyo ambao ndani mna ufisadi bali mjazwe Roho. Umeelewa? Kwa hiyo anasema unywe ila usilewe kwa mvinyo. Kwa hiyo hicho kitabu kinatetea kwamba kunywa kuna kiasi. Tuko sawa? Katika matendo yote ambayo Mungu hajahalalisha hayana kiasi. Unaelewa? Huwezi ukasema hata kiasi useme kwamba wizi una kiasi. Wizi una kiasi? Hamna kiasi. Wizi una kiasi? Hakuna kiasi. Ukiongeza mke kuna kiasi? Hamna. Ukiongeza? Hakuna. Kwa hiyo vitu vyote vilivyotengwa na Mungu ambapo Mungu avikataa, hakuna mjadala, havina kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Ila katika mambo yake matakatifu ameweka kwa mfano. Kiasi. Chakula tule kwa kiasi. Ukiwa mtapia mlo sana utavimbiwa. Tafuta magnesium. Bwana Yesu. Kuna mtu anaweza kala hapo akaweka magnesium, akivimbiwa apunguze gesi. Ukila hivyo pia unafanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa kuna chapter kadhaa huko ndani, pombe sio nini wameweka huko ndani kutetea. Lakini wao wameweka kwa sababu wanafanyaje? Wanatumia. Mvinyo haifai, si ndio? Misali, mvinyo uzi yake, si ndio? Mvinyo uleta twende. Yesu, Manoa, ni Manoa. Manoa aliambiwa atumie mvinyo. Ni Manoa. Kama sijakosea kwenye kusoma Biblia. Manoa si ndo alimzaa Samson ya? Mke wake. Katika ubebe ujauzito aliambiwa atumie mvinyo. Asitumie. Wangapi waliambiwa asitumie? Sana rudi. Watu wanatumia andiko jingine vibaya kwenye kumbukumbu huko. Wanakuambia kuhani anapoingia kutumika asitumie mvinyo. Sasa ikiwa kila siku kila siku mtumishi unamtumikia Mungu, utakunywa mvinyo? Utakuwa na muda kutumia mvinyo? Bwana Yesu asifiwe. Haya, nimeambiwa muda. Mwenye maswali na michango kulingana na mada ya vyakula. Bwana, andiko mengi yanatumika vibaya. Mchango mikono. Nimeona kule. Tunapakia. Twende mwalimu. Hii mada ndugu zangu, mimi nasemaga tu waga tunacheza na matumbo ya watu. Kwa hiyo tuwe makini sana. Sasa mimi kuna mambo yananitafakarisha na pia mtanisaidia, na kuna vitu naamini pia kwamba kuna viumbe huenda havikuwepo, yaani pindi Mungu anaumba havikuwepo, au vilikuwepo ila baada ya uumbaji vikaharibika. Naamini hicho kwa sababu Mungu najua siku zote anatuwazia mema, na ukiona jambo anatukataza si lengo la kutuumiza ila kutuokoa. Kuna vitu vina maana sana walikuwa naambiwa na Israeli wasile, walikuwa hawapei sababu. Lakini sasa hivi dokta akiviangalia vile viumbe vyote anaelewa sababu. Ni kutokana na elimu sasa hivi imetanuka na imekuwa. Unaona? Sasa mimi kuna mchongo nataka niseme hivi. Ukisoma katika Mwanzo 3:17, ngoja niisome 3:17. Anasema, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale.
anaangalia laana inavyoanza, anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ina maana ardhi ilikuwa ni njema tu, lakini baada ya yeye kula ardhi ikalaaniwa. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia. Sasa inamaanisha kumbe michongoma na miiba ilikuja baada ya sasa mimi